Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mimi ndugu yenu Khamis Abbas Ntupa, Shekhe wa mkoa wa Pwani, ambapo mwaka huu 1446 Hijiria sawa na 2025 nilibahatika kuwa miongoni mwa wasafiri walioelekea katika mji mtukufu wa Makka kupitia taasisi ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, lakini nilikuwa ni mmoja walioteuliwa na Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kusaidia mahujaji walio chini ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, tukiongozwa na kiongozi wetu Sheikh Rajab Kiongiza, kadhi wa mkoa wa Arusha, nikiwepo na mimi Sheikh wa mkoa wa Pwani, lakini akiwepo na kaka yangu Sheikh Uthman Zuberi, katibu UVIKIBA Taifa. Kwa mshtuko na huzuni na majonzi makubwa, leo siku ya Ijumaa tarehe 20 mwezi wa 6 2025, nimezipokea kwa masikitiko makubwa sana taarifa za msiba wa Alhaj Saidi Fundi maarufu Kwala. Huyu babu yetu, mzee wetu, mcha Mungu, mwenye ikhlasi kubwa sana. Nipende kutoa taazia yake fupi. Mzee huyu kwanza kabisa, kupitia kauli ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, ambapo nilikuwa naye karibu sana katika maeneo mbalimbali Makka na Madina, tukiwa pale Mina, alinieleza namna huyu mzee alivyomkabili Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwamba, Mheshimiwa Mufti, mwanangu, mwaka huu piga au garagaza nipate nafasi ya kwenda hija. Kwa kuwa Mheshimiwa Mufti ni bingwa wa safari za hija na mikiki anaijua, alimwambia, baba, mbona umri umekuwa mkubwa? Baba, mbona hivi? Akichelewa umri wake, lakini mzee wa watu kwa ikhlasi aliyokuwa nayo akamwambia, naomba unipatie nafasi ya kwenda hija. Na Mheshimiwa Mufti akapambana. Mzee Saidi Kwala rahimahullahu alayhi akaweza kupata fursa ya kwenda kutekeleza ibada ya hija kupitia taasisi ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA. Na hapa pia nampongeza Mheshimiwa Mufti kwa kuwajali na kuwathamini wazee ambao wanapitia kwake kumuomba fursa hizi tukufu. Lakini mzee Saidi Kwala maarufu huyo ni mtumishi wa miaka mingi sana, ni senior wa mambo ya huduma pale Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, na hasa msikitini, mambo ya upangaji wa viatu, mambo ya ufagiaji, tokea tulipokuwa na msikiti ule wa awali mpaka hivi sasa tuna msikiti mkubwa. Ni mtu ambaye maarufu, anajulikana sana pale msikitini, mtu wa kuhudumia msikiti. Huyu mzee sisi tulisafiri Maka tukiwa tumetangulia, lakini baada ya siku moja wakawa wamefika hawa mahujaji. Tulimpokea huyu mzee. Kwa kweli alikuwa na spidi kubwa sana ya kufanya ibada ya hija. Walipofika mahujaji wakaenda kutekeleza ibada ya umra, huyu mzee alikuwa na nguvu kubwa sana. Aliweza kufanya tawafu, kuzunguka Kaaba mara 7. Na kuzunguka Kaaba mara 7, kijana tu mwenyewe kidogo shughuli ipo, lakini huyu mzee aliweza kuzunguka Kaaba mara 7 zaidi ya dakika 120 hivi aliweza kufanya hivyo. Lakini si hivyo tu, mzee Saidi Fundi maarufu Kwala aliweza kufanya ibada ya sa'i Safa na Marwa, distance kubwa, alikwenda kuzunguka mara 7 akiwa na nguvu kubwa sana. Tuliporudi hotelini, na mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao wanahudumia mahujaji. Mimi na kaka yangu Uthman Zuberi tulikuwa na kazi ya kuwahudumia mahujaji wakati wa chai, wakati wa chakula cha mchana, wakati wa chakula cha usiku. Kazi yetu ilikuwa moja pia hiyo, kuwasaidia mahujaji. Basi nilimuuliza huyu mzee Saidi Fundi maarufu Kwala, babu, na umri wa miaka mingapi? Akasema, mimi nimezaliwa 1930. Akaniachia kazi ya kujumlisha mwenyewe, maana yake ana umri wa miaka 95. Amekwenda kutekeleza huyu mzee, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kutekeleza ibada ya hija akiwa na umri wa miaka 95. Ameifanya ibada ya hija
Tumekaa pale Maka siku ya mwezi 8 ya Tarwiya, tukaelekea kule Mina. Tumefika Mina kuna changamoto nyingi pale ambazo mahujaji mbalimbali wanazifahamu, hali ya hewa, maisi tunayotumia pale, lakini aliweza kukaa pale. Tukaenda zetu Arafa, tumerudi, tumepita Muzdalifa. Kwa kweli tukarudi tena katika mahema yetu pale Mina. Mzee huyu hakuweza tu kupata nguvu ya kwenda kufanya yale mambo ya Ramyul Jamarat, kutupia vile vikuta pale, ikawa jukuu zake anawapa nafasi hiyo, vijiwe vyake wanakwenda kumtupia, lakini aliweza kutekeleza haya mambo kwa nguvu kubwa sana. Tulipomaliza kukaa pale Mina, tukarudi mahotelini Maka kwa ajili ya kuja kufanya tawaful ifadha. Hii nayo pia aliweza kupata msaada kwa sababu tayari nguvu zilishaanza kupungua, ile tawafu ya nguzo kabisa, na saa aliweza kupata msaada wa vibaskeli vile vya kumsaidia. Baada ya hapo mzee wetu kwa kweli tukamwona anaanza kuchoka, kula kwake unambembeleza, chai akipewa chakula na kula robo, lakini alikuwa bado anajimudu, hakuonesha ile hali ya kukaa kitako. Tulipomaliza siku za kukaa Maka, tukasafiri kuja Madina. Tulipofika Madina, kwa kweli ule unyonge wake na uchovu wake ukawa unaonekana huyu mzee Saidi Fundi maarufu Kwala. Lakini ilipopangwa ratiba sasa ya mahujaji kwenda kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipozikwa ndani ya msikiti mtukufu wa Haramul Madani, basi huyu mzee alionewa huruma. Bana mzee, pumzika basi kidogo, ukipata na nguvu utaweza kutekeleza. Akasema muda wa kuwa mimi nimefika Madina, siwezi kukosa kwenda kumsalimia Mtume Muhammad. Alitoka kwa unyonge wake na uchovu wake, na wajukuu zake mbalimbali wakawa wanamuongoza. Tumekwenda pale mpaka tukamsalimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini si hivyo, alikwenda mpaka kwenda kule Jannatul Baqi, katika makaburi yale Baqi, kuweza kufanya ibada. Alipofika kule katika Jannatul Baqi, alikuwa na kijana mmoja anaitwa Abdul Shomari, mmoja katika vijana wangu ambao tumefanya nao ibada vizuri sana. Huyu sasa ikabidi awe naye Bennett nyuma kwa nyuma. Walipokuwa kule kidogo wakawa wamepotea, mahujaji wengi kwa tayari wameshaondoka, wamebakia hawa watu wawili. Basi huyu mzee akamwita yule kijana Abdul Shomari, na hii kauli amelipa mwenyewe Abdul Shomari, alipanga kunieleza, lakini leo baada ya msiba akawa amenisimulia, kwa sababu huyu mzee moja ya siri zake, ana dua iliyokuwa kabuli, ana dua iliyokuwa na kabuli kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watumishi wa misikiti hawa hawafai kudharauliwa, hawa tusiwadharau hawa watu, ndio watu ambao wanafanya usafi nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi wakiwa katika ile makaburi ya Baqi, aliomba dua Mwenyezi Mungu, nimekuja huku hapa tumepotea. Basi ile dua aliyoiomba kwa kishindo kikubwa, yule kijana aliyokuwa anamsaidia anasema alijistukia akafika hotelini. Billahi alaikum, hii kauli thabiti kalipa mwenyewe huyu kijana. Alijikuta kwamba hoteli hapa tayari wameshafika. Basi baada ya kumpumzisha yule kijana akasema, na mimi hapa sipotezi fursa, japokuwa sote ni wahujaji, lakini akamuomba babu, na mimi niombe dua. Akamuombea dua tena kubwa nyingine yule kijana, kuonesha kwamba huyu mzee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa kabuli mbalimbali. Basi mimi nikiwa ni mmoja ambaye nilikuwa ni msaidizi wa mahujaji wa mwaka huu kupitia taasisi ya BAKWATA, natoa pole sana kwa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Nampa pole kubwa sana na ninampongeza sana kwa kuweza kutumia njia anazozifahamu yeye kuhakikisha kwamba huyu mzee amempa tiketi ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Mwenyezi Mungu angeweza kumbakisha kule Maka akawa amezikwa kule, lakini amemrudisha mpaka airport, na amerudi sambamba na msafara wa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Wameshuka airport akiwa hana dhambi, na Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake akamwambia, sitaki tena hija yako uichafue, sitaki hija yako uiharibu, sitaki hija yako uitie dosari. Kamchukua mapema kabla lile joto la Maka halijamalizika. Ameondoka huyu mzee siku ya Alhamisi usiku, na leo Ijumaa anazikwa Ijumaa leo tarehe 20 mwezi wa 6 2025. Basi mimi kwa niaba ya wenzangu wale ambao tulikuwa tunasaidiana kuwaongoza mahujaji kule Maka, kiongozi wetu Sheikh Rajab Kiongiza, Sheikh Uthman Zuberi na mimi mwenyewe binafsi, basi tunatoa pole kubwa sana kwa Mheshimiwa Mufti na kwa familia. Lakini ujumbe wangu ni kwamba huyu mzee alikuwa na umri wa miaka 95. Vijana tunafanya biashara za halali,
tunakwenda China kufunga mizigo mwezi mzima, tunakwenda Dubai kufunga mizigo mwezi mzima, tunakwenda Qatar kufunga mizigo ya biashara. Mwenyezi Mungu anatubariki katika biashara, tunapata faida kubwa. Zindukeni vijana wa Kiislamu, zindukeni vijana wa Kiislamu. Unapopata faida yako ya halali, unapopata pesa yako ya biashara, basi fanya mapema sana kulipa pesa hiyo ukatekeleze ibada ya hija. Ibada ya hija ikifanywa na kijana, kwa kweli inakuwa na nashati kubwa sana, tofauti na mtu mzima anayelipa ile hija mara mbili yake, kwa sababu inafika bahala wakati mwingine ile tawafu ufanyishwe, uzungushwe kupitia kile kiti mtembeo, utalipa $100, sa'i utakwenda kulipa. Sasa utakuwa wewe unainunua ile ibada yako ya hija katika mambo ambayo ungeweza kuyafanya katika hali ya nashati. Kwa hiyo kampeni ambayo Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania mwaka huu ataitangaza kupitia mashekhe wa mikoa wote, mashekhe wa wilaya wote, mashekhe wa kata wote, mashekhe wa misikiti, maimamu na Waislamu, kupitia taasisi zote, kwamba ni lazima tuwe na kampeni ya nchi nzima Waislamu kuhakikisha kwamba namba inakuwa kubwa ya mahujaji wetu. Mwaka huu tumekwenda mahujaji 3500, na hiyo bara na visiwani 3500, wakati Indonesia wameshika nafasi ya mahujaji 500,000, tena wanataka wafike mpaka 1,000,000. Wizara ya Hija tu imewapiga pini kwamba mnaweza kuchukua nafasi za mahujaji wengine. Sisi nafasi yetu inacheza kati ya watu 15,000 na 20,000 tuliopewa, kwamba nyinyi watu 15,000 20 Tanzania, lakini mwaka huu tumekwenda watu 3,500. Uone jinsi gani tulivyokuwa mbali. Na si kwamba watu hawana pesa, wanahitaji kupewa elimu, wanahitaji kupewa msisitizo, kupewa muamko. Pesa vijana wanazo, pesa vijana wanazo. Ukiangalia mahujaji wa taasisi zote zilizopeleka Tanzania, ukiwatazama tunawaona kwamba ni watu dhaifa. Ukiwaangalia kina mama ni hivyo hivyo. Basi vijana tunawahamasisha raha ya ibada ni kufanya ukiwa katika ujana, kufanya katika ujana. Vijana amkeni, zindukeni vijana wa Kiislamu, nendeni mkatekeleze ibada ya hija katika hali ya ujana. Kubwa ni kumpa pole Mheshimiwa Mufti na kumtakia huyu mzee Saidi Fundi maarufu Kwala Jannatul Firdaus. Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake. Hija yake hatuna mashaka kabisa imekuwa hijjatul mabrur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Mwenyezi Mungu amuingize katika Jannatul Firdaus, familia yake isilie sana, imshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mzee wao amepata husnul khatima, mwisho uliokuwa mwema, kwa sababu amerudi akiwa hana dhambi, na Mwenyezi Mungu hakutaka achanganyike na madhambi mengine, amemchukua. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni mimi Khamisa Abbas Mtuka, Sheikh wa mkoa wa Pwani, mmoja wa wasaidizi wa idara ya hija kupitia hija ya mwaka 1446 sawa na 2025. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.